Omola ambaye ndiye mwenye kufanya mawasiliano huyu. Huyu ndiye mwasilianaji mkuu wa Baraza la Umoja wa Mataifa kuhusiana na haki za kibinadamu. Na sasa baada ya kudharau barua hizo mbili, hawana budi, watasukuma mbele, wataenda kupatana na kamati ile ya masala ya haki za kibinadamu ambayo iko UN General Assembly. So Kenya inatakikana itoe majibu kutokana na watu kutekwa nyara, mauaji ya kiholela kutoka yanayosababishwa na maafisa wa polisi, alafu watu kutoweka tu pasina, yani kwa njia za utata, wengine kuzuiliwa, pia kushtakiwa kwa wale wakosoaji wa serikali. Sasa Kenya inatakiwa itoe majibu, na barua mbili tayari zimeshadharauliwa. Ni taarifa kuu hizi msikilizaji, na tutazidiriki kwa kina ukurasa wa 4 na 5 wa gazeti hili la Daily Nation. Nadhani hili ni jinamizi ama ndoto mbaya ambayo serikali inajaribu kutoroka lakini haiwezi kuhepa. Swala hili la waliopotea ambao kila siku wanatekwa nyara na mauaji ya njia ya kutatanishi ambayo inafanyika, lazima serikali iwajibike. Haya, katika ukurasa wa pili gazeti la The Standard, harrowing tale of Kenyan men forcefully enlisted into Russian army, ni habari hii ambayo ni taarifa kuu katika gazeti hili la The Standard. Wanaume hawa wakiweza kuelezea vijana hawa, kwa sababu ni miaka 21, 24, pia ni vijana hawa ambao wanaelezea masaibu yao baada ya kutoka Kenya kuelekea Russia kwa kuweza kuenda kupigana vita ambavyo hata si vyetu hivi, lakini wewe unaenda pale kwa sababu ya ajira. Lakini sasa kumeshaharibika, ndio hiyo ushapata zile ulemavu hivi sasa kwa sababu ya vita kama hivi. Kwa sababu mara nyingi kumbuka kwamba pengine wewe umeenda pale kwa sababu ya pesa, lakini usichokujua kwamba katika front line watakaowekwa ni wewe. Ni kabisa. Na tunaambiwa kila siku makurutu kwanza wasoge pale mbele kwanza. Wale ambao wana nguvu na nini na pengine ile tajriba ya miaka mingi wanakaa nyuma. Sasa jua kwamba wewe unakwenda pale kwa sababu ya pesa, wale wanakwenda pale kwamba wanapigana kikweli, na wewe ndio utakuwa mbele. Anyway, pia maswali yanaulizwa, mtu akitoka hapa kwenda mpaka Russia, lazima serikali inajua hili, kwa sababu kuna department nyingi ambazo zinahusika na masuala ya nje na kadhalika. Japo tunajua kwamba Kenya imekaa mbali sana na kuweza kujitenga, imejitahidi sana kuweza kujitenga kati ya vita hivi vya Russia na Ukraine, kukaa mbali. Tunajua msimamo wa kimataifa inakaa vipi. Nchi nyingi za kimataifa zina support Ukraine, ili hali inaonekana kwamba wewe umekwenda pale kupigania Russia. Sasa sijui mambo yanakwendaje. Unajua lakini ni kweli Kenya lazima itajua tumesafiri lakini haitajua kwamba tumesafiri kwenda Russia kupigana. Manake sisi pia hatusemi kwa sababu pia hatujaambiwa. Hayo ndio matatizo ya problem. Kuna maagent ambao wanasafirisha watu, ni kama vile nchi za Arabuni pale awali kama unakumbuka. Wewe unaambiwa hapa kwamba unaenda, manager anatakikana. Ukifika kule ni shamba boy. Sasa wewe kule unaleta songo mbingo. Ukileta songo mbingo, sasa Mwarabu naye haelewi kwa sababu anajua yeye ameenda vizuri kwa agent wa Arabuni pale kwanza, akamwambia nataka shamba boy. Agent wa Arabuni akamwambia agent wa Kenya nataka shamba boy. Agent wa Kenya akatuambia mimi na wewe tunataka manager. Umeona, si ndio? Sasa ukifika kule, yule anajua ameagizia cheni vizuri sana kwamba ni shamba boy. Wewe unakwenda, sasa ukileta songo mbingo linatokea la kutokea, alafu wanalaumiwa. Kwa hivyo waliosafiri hawa walisafiri kwa ajili ya ajira, na siwezi kusema ni tamaa, kwa sababu ukosefu wa ajira nchini umechangia pakubwa sana. Sasa unaahidiwa wewe ajira za aina ainati, lakini ukifika kule unapata kwamba unaambiwa ajira yenyewe tuliyokuletea ndio hii. Nakubaliana naye mtu mzima, kwa sababu kuna kama huyu born and raised in Kisumu, anajulikana kama Javan, ambaye alikuwa anatafuta kazi Middle East, nchi za Kiarabu. Baadaye akakuja akapatana na jamaa anaitwa Gilbert, ambaye akamwambia jamani, kuna kazi Russia kule. Serikali ya Russia inataka watu wa kuweza kuoperate ama kuwa kama shopping attendant, ambao watakuwa wanafanya kazi kwenye maduka na factory. Unaonaje, unaweza kuapply? Jamaa kati ya saini basi, kumbe anaenda kufanya jamaa anakwenda jeshi. Alafu unajua siku zote ukienda kuungana na vikosi hivi vya mapambano, siku zote kiwe ni cha jeshi kama hilo ni jeshi la taifa la Russia, iliwe ni jeshi lile la haramia
wakiwemo wapiganaji wale wa Al-Shabaab na wengineo, unawekwa mstari wa mbele na haijalishi umejiunga lini. Wewe unawekwa mstari wa mbele. Alafu wale yani ni kinyume kabisa na yale mipangilio. Sasa wale experts wale wanakuwa nyuma kabisa mwisho, kwa sababu yani wale wasiuawe, wale ni muhimu. Alafu tena usisahau kwamba pia kuna ile ubaguzi wa rangi, tupende tusipende. Upo. Sasa unasema mtu mweusi naye unaona hapa hili kundi tulilitaja hili. Ndio. Watu weusi wanawekwa wa kwanza pale, wa kwanza mbele, alafu kwa sababu wana mpaka watu weupe wale, kuna wazungu, kuna Waarabu hapo katika makundi kama yale. So unakuta wale expert, kila ukiwa expert unakuwa nyuma zaidi. Wanawathamini sana wale wataalamu. Kwa hivyo nyinyi vikurutu nikaeni mbele, kama likitokea kutokea basi nyinyi mtaenda, kwa sababu kurutu ni wengi. Hata kabla tujasonga, unajua mtu mzima mimi najiuliza, kwa sababu sidhani kwamba ni jana juzi ambayo hivi vitu ama hili swala limeanza, kwamba nchi kuanza kuwachukua watu ilianza tangu enzi za ukoloni, ambapo tulikuwa tunachukuliwa tunapelekwa kama slaves, watumwa. Ujue ni chifu ndo alikuwa anakupeana tu, anasema huyu jamaa anatosha, huyu acha aende. Ikakuja baadaye World War II, ambapo tulikuwa tunasikia watu wengi sana walikuwa wanatoka wanakwenda mpaka Marekani kwenda kupigana vita, kesho kutu wanakuja na majeraha. Sidhani kwamba ni swala ambalo ni mpya, kwa sababu pia kando na hao ambao wanadanganywa kwamba kuna kazi, alafu kuna baadhi ya watu ambao wanatoka hapa kabisa wanajua kwamba wanakwenda kupigana vita. Ni kazi gani? Na ni kazi gani na watalipwa pesa ngapi? Hata kuna mmoja wale mpaka wakajiweka kwenye, I think ni TikTok, walijiweka katika social media wenyewe wakasema, jamaa sisi tuko kwenye vita na hapa tumekubali, tumeridhia kwa sababu hapa tunalipwa vizuri. Sasa unapata kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo pia serikali inafaa kuweka sawa. Kwamba je, tumeruhusu mtu atoke akwende kwenye vita nchi za nje, ndio au la? Kwa hivyo kama utapatikana, sidhani kwamba ni vigumu kuweza kupata hao maajenti ambao wanawachukua wananchi na kuwapeleka pale kinyume cha sheria, ama kuweza kuwachukua kwa kuweza kuridhiana na wao kwamba wanakwenda kama majeshi na kuweza kuwapeleka kule. Kwa hivyo serikali mwisho wa siku kuna kazi ya kufanya. Katika ukurasa wa pili wa gazeti la Daily Nation, candidates face assessment as Kenya's largest exam year starts. Ni katika mitihani ya kitaifa ambayo imeanza na watahiniwa tayari wameshaanza kufanya mitihani hiyo, ambapo ni mwaka unaambiwa utashuhudiwa mitihani mingi sana. Over 2 million candidates for the Kenya Primary Secondary Education Assessment KPSEA and the Kenya Junior Secondary Education Assessment KIJSEA and will begin and assessments today across the country. Leaders in grade 9 will undertake the KPSEA marking the end of primary school studies, while those in grade 9 will transition from junior school to junior secondary to join senior school in January 2026, a significant milestone for the competence-based education CBE. This will be the first KIJSEA under the system. Learners who have disability and follow the stage-based curriculum will undertake the Kenya Intermediate Level Education Assessment KILEA. Haya, hizi ni taarifa ambapo zaidi ya watahiniwa milioni 2 wataingia katika mitihani kuanzia hii leo, ambapo mitihani hiyo itaashiria mwisho wa mitaala fulani na mwanzo wa mitaala mipya, na pia kuna mambo ambayo yatakuwa ndio mwisho. Kwa mfano sasa class 8 inakuwa ndio hakuna tena sasa. Hii ndio ya mwisho, na form 4 pia KCSE itakuwa ndio wanamalizia. So sasa itakuwa ni masala ya mitihani ile ya KIJSEA, alafu na mtihani ule wa KPSEA, alafu na huu wa wale walemavu KILEA. Unajua nakumbuka tulipokuwa tukifanya mtihani hasa sijui ni kwa nini standard 8 ndio ilikuwa ni kama mtihani wa kufa kupona. Hata si kama KCSE kabisa. Sasa imagine hapa kuna grade 6 na grade 9. Wale maafisa wa polisi walivyokuwa unawaona bunduki kila mahali, shule imenyamaza. Sasa niambie, sasa kuna darasa 2 ambazo zinafanya mtihani kwenye shule moja. Sasa itakuwa na military zone, kwa sababu ilikuwa hakuna kuzungumza kabisa. Japo naelewa kwamba kuna shule nyingi ambazo zinafunga kwa sababu ya shughuli hii ya mitihani. Lakini wakati huo tulikuwa tunaendelea na shule, ili hali mtihani ulikuwa kwa shule, at least kulikuwa na yale mazingira vizuri kabisa. Sasa ambapo wale askari pia walikuwa wakisaidia
kusaidia kuondoa wale wapiga kelele wale. Vitoto vimepitia na pale askari wanaondoa. Sasa askari anamshughulikia mtahiniwa. Anyway, ni transition hii. Pia tukitarajia kwamba wenye watamaliza grade 6. Unajua kuna wengi ambao walimaliza grade 6 baada ya kufanya national exam hawakuenda grade 7. Wengine wakakataa kabisa. Unajua ile kuna watoto ambao ulimaliza nao class 8 wakakataa kwenda form 1 kwa sababu washaona tayari mimi nishamaliza shule na ndo mwisho wangu. Sasa tu hope kwamba kuna wengi ambao wasimalizie grade 6. Unajua grade 6 ni kama class 6 by the way. Sasa ukisema class 6 ndo mwisho wa masomo itakuwa ni mtihani mkubwa. Tusonge katika gazeti la The Standard ambapo unasema cyber crimes law protects children fight cults. Wetangula says the National Assembly Speaker Moses Wetangula has defended the Computer Misuse and Cyber Crimes Amendment Act 2025 rather, saying the law seeks to protect the sanctity of the family unit, particularly children, while curbing violent extremism, online exploitation and the spread of cultism. Ni habari hii ambayo inaendelea kwa sababu ni habari ambayo imekuwa kutoka wiki jana kuhusiana na hii cyber crimes law. Sheria hii ya cyber crimes ambayo hivi sasa Wetangula ameweza kuitetea akisema kwamba itaweza kuwalinda watoto hasa kuhusiana na swala hili la ugaidi, mara sijui nini mitandaoni, unyanyasaji mitandaoni na vitu kama hivi, japo wanaharakati wanasema kwamba ni mbinu moja ya kuweza kuminya uhuru wa kuzungumza. Ukurasa wa 3 wa Daily Nation, Form 2 student fights for life after alleged police torture. Mwanafunzi wa kidato cha pili huyu anapambana na hali yake, anapambana na kungangania uhai wake baada ya mateso kupitia mikono ya polisi. When Felix Senator Takona 17 was arrested on October 10th at Narosura Trading Center in Narok South on suspicious of stealing tractor parts, he was fine and in good health. However, 2 weeks later, the boy, a Form 2 student at Narosura Secondary School, is fighting for his life at the Narok County Referral Hospital after he was allegedly tortured and his legs severely injured while in police custody. Doctors have described his condition as critical, revealing that severe infections infections on both his legs may force an amputation to save his life. Subhanallah. Haya, alishikwa na maafisa wa polisi kwa kutuhumiwa kuiba sehemu za gari ile aina ya tractor. Na alikuwa katika hali yake njema kabisa, alikuwa buheri wa afya. Lakini baada ya kuzuiliwa na maafisa wa polisi kwenye kituo hicho cha Narusura, amepata wiki mbili baadaye ameanza kuugua, na madaktari wanasema kulingana na infection ambayo ameipata ya miguu, huenda akalazimika kukatwa miguu yake ndio apone. Sasa hizi seli za polisi zimekuwa na nini jamaa? Imegeuka ndugu yangu, kwa sababu ukatili ambao unafanyika nyuma ya pazia ni mkubwa sana, kwamba usiombe uweze kuingia katika eneo hilo hasa wakati ambapo wewe na afisa wa polisi hamuelewani. Kwa sababu jamaa kama huyu ndio kweli amefanya makosa, lakini kuna sheria. Kwa nini hiyo kwamba ameshaingia kizimbani tena mara ya kuanza kumpiga kule ndani? Sababu si mara ya kwanza kusikia tukio kama hili. Mtu ameingia katika kituo cha polisi anapoteza uhai. Ndio nasema kuanzia tukio lile la kwanza la yule kijana Albert Ojwang. Sasa vituo vya polisi, mimi naona tunakuelekea, itabidi tu kila mtu awe na seli yake nyumbani. Unaposhikwa unajiingiza kwenye seli. Kwa sababu seli za polisi zimeanza kutishia sana. Unaona kule nchini Marekani PDD amehukumiwa na anachagua jela ile ambayo anataka yeye mwenyewe kwenda. Sasa tuwe kama Amerika na sisi. Tukishikwa tunajitia kwenye seli za makwetu nyumbani. Kwanza mimi muone mtu huruma ambaye pengine alipishana na afisa wa polisi. Akainua ngumi. Akampiga huyo afisa wa polisi. My friend. Sasa kuna mtihani pale ambapo unakwenda. Unajua unakwenda nyuma ya pazia kule. Hiyo na hizo situation. Piga fande. Anyway, ni baadhi ya vitu ambavyo unakumbuka vijana walikwenda barabarani kwa sababu ya vitu kama hivi. Watu wanakufa wakiwa katika vituo vya polisi, inakuaje? Alafu tunaambiwa mtu ashajiua. Na tunajua kile ambacho kinajiri katika vituo kama hivi. Kwamba afisa wa polisi anakwenda kumalizia kila kitu ambacho alikuwa amekianzia. Anyway, katika ukurasa wa 4 gazeti la The Standard linasema rift between Murang'a MPs and MCA widens ahead of 2027 polls, where political turbulence is brewing in Murang'a, where members of parliament are facing growing resistance from members of the county assembly MCAs as the 2027 political realignment takes shape.
Now, while the MPs back President William Ruto for a second term, most MCAs are rallying behind former Deputy President Rigathi Gachagua, sparking open confrontation in public forums. Now, the rebellion, led by elected MCAs across the county's 35 wards, reflected growing discontent with the government performance, even as MPs defend the United Democratic Alliance, UDA. Huko ni Murang'a ambapo MCA wanaonekana wote wamekwenda kwa Gachagua. Sasa jamani, UDA iko hapa. Wana msimamo wao unaonekana kwamba unalala upande wa Gachagua. Nadhani kwamba ni kibarua cha chama cha UDA kuweza kuwarudisha nyumbani. Kikubwa sana. Ukurasa wa 4 na wa 5 gazeti la Daily Nation ni taarifa endelezi kutoka ukurasa wa kwanza, na ndio taarifa kuu: Kenya risk sanctions for ignoring UN queries on human rights abuses. Kenya huenda ikajipata pabaya katika baraza la Umoja wa Mataifa baada ya kudharau mwito ile ya baraza hilo kuhusiana na haki za kibinadamu. The Kenya government faces potential United Nations sanctions, including aid cuts for ignoring inquiries by the United Nations Special Rapporteur on Human Rights Defenders over widespread cases of human rights violations against protests in the country. This follows frustrations expressed by Miss Mary Lola, the UN Special Rapporteur on HRDs, the UN Special Rapporteur on HRDs, regarding the government failures to respond to her 2 letters on the prosecutions and enforced disappearances of government critics. Going public about the frustrations on her X-handle, Ms. Lola noted that on October 1st, 2024, she wrote to the government of Kenya seeking answers on the arbitrary arrest, detention, deportation and the prosecution of human rights defenders. Ni taarifa hii ambayo inaelezea kwamba huenda Kenya ikajipata pabaya, ikaekewa vikwazo kutokana na kudharau barua 2 ambazo zimetoka Umoja wa Mataifa zikiulizia na zikitaka kujua kuhusiana na haki za kibinadamu nchini Kenya ambavyo zinakiukwa, hususan kuanzia kipindi cha mwaka jana, maandamano ya Gen Z, watoto walivyopotea, walivyouawa na walivyofuchikwa na kushtakiwa kwa makosa ambayo ni ya uhaini. Haya ni maswali ambayo yalikuwa yameulizwa, lakini hata hivyo ni kwamba ikiwa wataendelea na kiburi hicho, basi watajipata pabaya sana. Kenya itajipata ikizuiliwa mambo muhimu sana na Umoja wa Mataifa, ikiwemo misaada. Katika ukurasa wa 6 gazeti la The Standard linasema US joins Kenya in probe of 8.2 billion drug haul, where the state will apply for 20 days to detain 6 crew members of the Dhow MV Eagle who were seized 630 kilometers off the Kenyan coast with narcotic value of 8.2 billion shillings. Sources confirmed that the suspect, all Iranian nationals, will be arraigned in Mombasa but not charged immediately, as detectives continue piecing together evidence against them. Now, the 6 currently held at the Port Police Station were not interrogated initially because they could not communicate in English or Swahili. Kazi kubwa hii ambayo imeweza kufanywa na maafisa wale ambao wanalinda bahari zetu. Waliweza kuwakamata hawa jamaa ambao walikuwa wanasafirisha madawa ya kulevya. Walikuwa 630 kilometers off the coast. Hiyo ni kilomita nyingi sana. Shilingi bilioni 8.2 ya bui. 8.2 ndugu yangu. 8.2 bilioni. Hiyo ni wizara, nafikiri ni bajeti ya wizara kamili. Sasa yani madawa ya kulevya ndugu yangu. Nasemekana kwamba ni raia kutoka nchi ya Iran. Nadhani kwamba labda walidhania wako mbali sana. Sababu 630 kilometers ni mbali sana, hususan ya bahari. Kutoka hapa mpaka karibu Kisumu kule. Sasa unaona hiyo ni barabara. Fikiria sasa ni bahari. Yani iko tu tambarare hivi. Ni mawingu tu unaona, ama mbingu. Unaona mbingu tu wewe. 630 kilomita kwa bahari ni mbali sana, yani ni ndefu mno. Yani
hata huwezi kulinganisha na barabara ama nchi kavu. Lakini wakadatwa hivyo hivyo. Nadhani walikuwa wamefuatilia kutoka mbali sana. Ukiona wanakamatwa hivi, japo kuna pia ushirikiano wa maafisa kutoka DEA ambao ni Drug Enforcement Administration kutoka US, pia walikuwa wanasaidia katika uchunguzi huo, na hivi sasa wameshakamatwa na kuna shughuli ya kuweza kufanya uchunguzi zaidi, kesi ikiwa mahakamani. Katika ukurasa wa 7 gazeti hili la The Standard, haya tutakuwa tunaangalia ukurasa huo. Kwako The Daily Nation kuna nini? Ukurasa wa 6, Kenya free to try off duty British troops. Kenya sasa imepewa idhini ya kuweza kuwashtaki wale wanajeshi waliokosa nidhamu wa Uingereza hapa nchini Kenya. The United Kingdom has acknowledged Kenya's right to prosecute British soldiers accused of crimes committed outside official duty hours in Kenya, marking a shift towards greater accountability in its military presence abroad. The development comes as the UK defends its long-standing partnership with Kenya through the British Army Training Unit Kenya Batuk program amid mounting security of unresolved killings, environmental damage and claims of sexual exploitation by British troops. Sasa Uingereza imeamua kuheshimu na kudhibiti uhusiano wake mwema kati ya na taifa la Kenya kwa kuweza kutoa idhini ya Kenya kuendelea na mashtaka na kesi dhidi ya maafisa wa jeshi wa Uingereza waliofanya utovu wa nidhamu na utovu wa usalama nje ya kambi na nje ya wakati wa kazi. Hivyo basi tayari waweze kushtakiwa Uingereza, wakisema kwamba wote walioshiriki utovu wa nidhamu ukiwemo ubakaji, mauaji, machafuzi ya mazingira, basi wote wakabiliwe hivi sasa kisheria. Ni taarifa ambazo zimeweza kuangaziwa katika ukurasa wa 6. Mtu mzima unajua ni juhudi kubwa hii. Kubwa sana tena. Kubwa kwa sababu ukiangalia watoto ambao wanazaliwa chotara leo hii. Baba hajulikani, mama kabisa Mwafrika, mtoto mzungu. Unajua kuna yule baba mbili washaondoka. Kuna yule aliyepata babake miaka 30, yani sasa hizi is 30 years. Ukimwangalia ni abu mzungu kabisa. Mzungu kabisa. Inaangua huyu Mkikuyu. Sasa huyu ni mzungu jamani, anakuwaje Mkikuyu? Kumbe babake ndio huyo Batuku. Sasa rudi Uingereza. Wa familia walipoenda kufanya DNA, wanne walipata baba zao. Walipatikana baba zao wanne. Tena bado wakiwa kwenye service jeshi la Uingereza. La kushtukiza, kuna wengine pia wanapoteza maisha kwa sababu I think kuna habari ambayo ilikuwa inahusisha mwanadada ambaye aliweza kupoteza maisha yake, na walikuwa wanajaribu kutafuta yule mwanajeshi ambaye alihusika. Na ndio hii kesi, ndio hii sasa ambayo amepewa. Mwanajeshi ameshapatikana na ndio idhini sasa imetoka, kwa sababu huyu alimuua mpenzi wake akiwa ni mjamzito. Wewe umekuja training, fanya training, rudi. Nadhani kwamba wacha iwe kwamba umeshapatikana na hatia, tukukamate papa hapa. Sije ikakuwa kwamba ni mambo ya Uingereza sasa tukufuate Uingereza. Ni kama vile sisi pia tukiwapata wakiwa wao tumewashika hapa, nasema tupeni, tunawapatia. Na wao pia wawalete hapa. Ndio hivyo. Ukurasa wa 8 gazeti la The Daily Nation. Unajua kwa jirani kuna uchaguzi bwana inakwenda huko, anasema unstoppable Samia eyes easy win amid opposition repression claims were having removed any realistic opposition threat. Tanzanian President Samia Suluhu Hassan is almost certain to secure a second term in Wednesday's general election. In a report titled Unopposed, Unchecklist, Unjust and subheaded A Wave of Terror Sweeps Tanzania Ahead of 2025 Vote, Amnesty International has issued a damning assessment of the political and human rights climate in the country ahead of the polls. The organization claims Tanzania is witnessing a worsening human rights situation as authorities increasingly rely on repressive laws to suppress dissent, targeting journalists, civil society organization, human rights defenders and opposition figures. Inasemekana hakuna ambaye ako pale kwamba atasema kwamba mimi ni mpinzani, kwa sababu yule mpinzani mkuu yuko kizimbani. Jana kuna mtu aniuliza sasa Mama Samia anashindana na nani? Aswa
Nikamwambia anashindana na Mama Samia. Anashindana na yeye mwenyewe. Kwa sababu hauonekani upinzani wa haja pale wa kuenda naye kwenye uchaguzi. Human rights defender wanasema huko. Sasa Mary Lola naye apeleke barua kwa kama alivyotuletea sisi. Basi waulize kuna nini. Tena waulize wao yao ni zaidi, maana yake ni ya kimataifa, mpaka wageni pia wanategwa. Na Uganda. Kwa hivyo Bimeri tunasubiria barua kama zilizotuletea upeleke na Uganda na Tanzania. Hivi Tundu Lissu wangeruhusiwa hata pengine atolewe kizimbani kidogo ingie kwenye uchaguzi jamani? Unajua by the way mambo yake yameisha. Kesi yake imekuwa ndefu sana. Na imekwisha lakini amechagua kubaki kizimbani mpaka baada ya uchaguzi. Amesema mpaka tarehe 29 ikipita ndo atatoka. Yeye mwenyewe kwa raha zake sasa. Ameona stress. Unajua hakuna haja atoke afanye nini. Na kuna hikima kubwa sana pale ameitumia. Kwa sababu unajua kulingana na hili vuguvugu ambalo limepangwa tarehe 29, alafu na yeye awe nje. Unajua lolote linaweza kutokea. Alafu hakuna kulaumiwa pale. Alafu unaambiwa pole. Ukurasa wa 7, ODM top organ to meet as Wrangles Rock Party. Haya, chama cha ODM leo hii, wale kamati kuu ya ODM leo hii kukutana, na wakati wanapokutana chama hicho tayari kina misukosuko. Siaya Senator Oburu Oginga, who was recently installed as the interim Orange Democratic Movement leader, has convened a crisis meeting today in the face of growing internal fights. During the Central Management Committee meeting, Dr. Oburu is expected to officially take over the party leadership following the death of his younger brother Raila Odinga. Leo hii mkutano huo umeitishwa na utakuwa wa kwanza wake Dr. Oburu Oginga kuweza kushikilia wadhifa ule baada ya kaka yake mdogo Raila Odinga kufariki dunia. Na utakuwa ni mkutano wake wa kwanza katika kamati hiyo kuu kwenye chama kutajaribu kutatua mizozo ambayo iko. Kumbuka ODM inakabiliwa na mizozo ya ndani kwa ndani mingi sana, na anatarajiwa leo hii kutoa mwongozo kuhusiana na hilo. Katika taarifa za pembeni ukurasa wa 7, aspirant accuses Sakaja of failing to manage city seeking state aid. Haya, kuna mgombea ambaye anamlaumu Governor Sakaja akisema kwamba ameshindwa kuliongoza jiji na badala yake kila wakati anaenda kutafuta mahali pa kujificha kwenye serikali. The impending partnership between the national government and Nairobi County continues to attract varying views. President William Ruto announced that the deal will be signed with the administration of Governor Johnson Sakaja to help restore the image of the city by tackling waste management challenges, improving roads and installing street lights. The private sector will be involved in the initiative. While Governor Sakaja has welcomed the move as the only way to keep the city clean, but his critics believe that the county government is being mismanaged. An aspirant who is eyeing the governor's seat in 2027 general election, Mr. Irungu Nyakera, has accused Mr. Sakaja of failing to deliver the promises he gave to the people of Nairobi, and that is why he is seeking help from President Ruto. Mgombea huyu ambaye anakikodorea macho kiti cha Sakaja come 2027 anasema kwamba Sakaja ameshindwa na kazi na badala yake anaenda kuomba usaidizi tu kwenye serikali, anakulia kwenye kivuli cha serikali kuu. Ndio taarifa hiyo ambayo imeweza kuangaziwa ukurasa wa 7 gazeti hili la Daily Nation. Ni kama NMS inarudi. Ni kama NMS ya kisasa sasa. Mpango. Kwamba acha nikusaidie kazi hapa. Bwana Lakini pia tusaidiane kwa kuokota. How Raila's grave has symbolically transformed Kang'o. Anasema the ancestral home of Kenya's first president Jaramogi Oginga has become a center of attraction for thousands of mourners and admirers of the late Raila Odinga. Now, for years, few visitors, mostly historians and aging political loyalists, occasionally made the journey to Jaramogi Kang'o home in West Sakwa Ward. However, since Raila's burial last weekend, the homestead a few kilometers from Bondo town has witnessed a steamy stream of visitors. Hawa ni wageni ambao kila wakati wanakuja kutembelea ile kaburi lake kinara ODM Raila Odinga.
eneo hili la Kang'o ka Jaramogi. Unajua ndugu yangu Hassan alinieleza Kang'o ka Jaramogi. Maana yake ni kwamba kuna nini kwa Jaramogi? Kang'o yani ni swali hilo. Ni swali. Kang'o ka Jaramogi. Kulikoni kwa Jaramogi? Alijaribu kunifafanulia niweze kuelewa je, kwa nini jina hili, akaniambia hiyo ndio jina. Japo ndo familia nzima ya Raila ama Jaramogi iliziko pale kuanzia baba yake, mama yake na kila mtu pale. Ukurasa wa 9. Senate resumes sitting with busy agenda, where the Senate is set to resume its normal sitting tomorrow after a 2-week break with several bills and motions lined up for debate. Senators will debate the County Government Laws Amendment Bill, which seeks to improve county government through several changes, including introducing a denial audit of county public service operation to hold governors accountable after they leave office. Haya maseneta wanarudi kazini, kazi ikiwa nyingi sana, hasa kuangalia kuhusiana na utendakazi wa county zetu. Ukurasa wa 8 wa Daily Nation, Ruto, Uhuru and Gideon to share stage. Haya watakuwa kwenye jukwaa moja, Ruto, Uhuru na Gideon. President William Ruto, his predecessor Uhuru Kenyatta and KANU leader Gideon Moi are set to share stage this week at the Union of Africa DUA forum in Nairobi, signaling an evolving political landscape. The high-profile forum, to be hosted in Nairobi from October 26 to 29th 2025, will deliberate on Africa's democratic future and will also be attended by former Ghanaian President Nana Akufo-Addo. Ni taarifa hiyo ambapo viongozi hao watatu watakutana kwenye jukwaa moja, jukwaa ambalo litakuwa linazungumzia masala ya uongozi wa Afrika, na pia inasemekana ama inadokezwa kwamba huenda katika jukwaa hilo kukatoa taswira fulani ya kisiasa nchini Kenya. Gachagua alisema Rais Uhuru umeretire, nenda nyumbani. Lakini kama mstaafu haendi kabisa. Yuko kila pahali. Mstaafu ameamua kukwamilia. So unajua Gachagua afurahi. Anasema nenda nyumbani. Ushastaafu ndugu yangu, nenda pumzika. Lakini yuko kila mahali. Haya, katika ukurasa wa 10 tukimalizia, anasema court lifts order blocking clearance of 45 billion rise from Mombasa port, where the High Court in Mombasa lifted an order stopping the clearance of 250,000 tons of rice worth 45 billion from the port of Mombasa. Justice Gregory Mutai lifted the early orders by Justice Jarius Nga, barring the importation and the clearance of the rice after the petitioners withdrew their case. The consignment was part of the 500,000 tons of duty-free rice approved by Agriculture Cabinet Secretary Mutai Kagwe and his Treasury counterpart John Mbadi. Duty free, kwamba haitozi chochote. Ni mchele ambao unatoka nchi za nje zinaingia nchini, ili hali kumbuka wakulima hapa nchini wanasema tunayo mchele wa kutosha. Tunayo mchele wa kutosha, angalau turuhusini kwanza tuweze kuuza mchele wetu, ndio angalau muweze mlete. Anyway, mahakama imesimamisha ama imeweza kuondoa ile barriers ambazo zilikuwa zimewekwa, sasa mchele utaingia nchini. Ukurasa wa 10 wa Daily Nation, state set to destroy 8.2 billion drug holes seized in ocean. Na serikali tayari imejiandaa kuweza kuharibu bidhaa ile ya mihadharati ambayo ilishikwa ya thamani ya shilingi bilioni 8.2 baharini kule. The 8.2 billion shilling methamphetamine seized in the Indian Ocean will be publicly destroyed after the suspects are charged in court, Interior Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen has said. The interception of the drugs has once again placed Kenya under the international spotlight as an narcotic transit hub exploited by cartels supplying markets across the world. Ni taarifa hiyo ambapo Kenya tayari serikali imejiandaa kwa ajili ya kuharibu unga ule ama mihadharati iliyoshikwa katika bahari ya Hindi. Bahari hiyo inasemekana katika kupitia kwa nchi ya Kenya inatumika mno kusambaza madawa ya kulevya katika ulimwengu mzima. Ikiwa ni saa 1:41 saa hizi ni za Afrika Mashariki, msikilizaji, awamu yetu ya pili ya Dau la Iqra, makala ya Jumatatu kwenye kitengo cha leo magazetini, ambao ni awamu ya pili, kitengo cha udondozi wa magazeti kwa hisani kuu ya Pembe Flamils. Pembe Flamils, msikilizaji, hawa ndio wale ambao wako kidedea kule, wanapeperusha bendera katika usagaji wa mahindi, ngano na lishe kwa mifugo. Unga wa ngano wa Pembe All Purpose Home Baking Flour almaarufu Pembe Anguka Nao
Huu ni unga ambapo unavyopeleka ndivyo unavyopata. Katika ukurasa wa kwanza wa gazeti la Taifa Leo, msikilizaji, taarifa kuu zilizopewa kipaumbele: Oburu aanza kibarua ODM leo. Oburu aanza kibarua ODM leo. Taarifa hizi zinaendelea katika ukurasa wa pili na zinasema seneta wa Siaya Daktari Oburu Oginga leo ameanza kazi rasmi kama kaimu kiongozi wa ODM, huku malumbano ya ndani kwa ndani yakitishia kusambaratisha chama hicho baada ya kifo cha Raila Odinga. Daktari Oginga ataandaa mkutano wa kamati kuu ya chama ambao unatarajiwa kurasmisha nafasi yake kama kiongozi wa chama baada ya kifo cha Raila mnamo Oktoba 15. Na katika taarifa za pembeni ukurasa huu wa pili, mitihani ya KPSEA na KJSEA kuanza leo. Zaidi ya watahiniwa milioni 2 wa mitihani ya kitaifa ya gredi 6 KPSEA na gredi ya 9 KJSEA wanaanza kufanya mitihani hiyo leo kote nchini. Mtihani wa KPSEA ni wa mwisho baada ya masomo ya kiwango cha shule ya msingi, ilhali ule wa KJSEA unafunga milango ya kwa wanafunzi wa gredi ya 9 kujiunga na shule za sekondari pevu, yani ya juu, kuanzia Januari 2026. Kwenye taarifa za ziada, Kenya hatarini kunyimwa hela kwa kukosa kujibu barua za UN kuhusu haki. Serikali ya Kenya inakabiliwa na vikwazo moja yao ikiwa ni kupunguziwa misaada ya kifedha kutokana na kuendelea kukiuka haki za kibinadamu nyakati za maandamano. Na wanaswa kuhusu wizi wa bastola ya mlinzi wa gavana. Pia maswali mengi aliyedai kuua tineja akiwa huru. Ni taarifa ambazo zimeangaziwa katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Taifa Leo. Katika ukurasa wa 3, Ruto Uhuru Moi kukutana jukwaa moja, ambapo Rais William Ruto, mtangulizi wake Uhuru Kenyatta na mwenyekiti wa KANU Gideon Moi watashiriki jukwaa moja wiki hii katika mkutano wa shirika la kutetea demokrasia Africa, Democracy Union of Africa DUA jijini Nairobi, hatua inayoashiria mabadiliko yajayo katika ulingo wa kisiasa. Mkutano huo ulianza jana na utaendelea hadi Jumatano Oktoba tarehe 29 mwaka huu na kuhudhuriwa na aliyekuwa rais wa Ghana Nana Akufo-Addo. Kwingineko, Kenya yapewa kibali kushtaki jeshi la Uingereza, ambapo Uingereza imekubali kwamba Kenya inaweza kuwafungulia mashtaka wanajeshi wake waliotuhumiwa kwa makosa mbalimbali nje ya majukumu yao rasmi humu nchini. Hatua hii inaashiria kwamba Uingereza inapania kuimarisha uwajibikaji wa wanajeshi wake wanaohudumu katika mataifa nje. Tusije tukasahau kipengele muhimu sana hapa, ambapo unasema mwezi jana waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alilaani visa vya ulaghai vilivyokithiri katika jiji la Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu. Akizungumza wakati wa mkutano wa jukwaa la usalama jijini humo, waziri alitoa mfano wa visa vya raia kupunja mamilioni ya fedha kwa ahadi ya kusaidiwa kupata ajira na nafasi ya masomo kule ng'ambo. Anasema lakini zaidi ya miaka miwili baada ya kiongozi wa taifa kutoa ahadi hiyo, swala hilo lingali linashughulikiwa kotini na waathiriwa wa sakata hiyo hawajarejeshewa pesa zao kabisa. Yani waziri anazungumza kuhusiana na ulaghai ambao unaendelea Eldoret, lakini usisahau katika eneo la Uasin Gishu watu waliambiwa kwamba wanaenda kusoma ng'ambo, pesa zao zikaenda Paruanja, naitwa Finland. Serikali ya county iliyohusika mhusika mkuu. Sasa kulikwendaje? Ukurasa wa 4 wa gazeti la Taifa Leo, habari za kaunti. Majonzi, watu 6 wakifariki baada ya gari lao kutumbukia mtoni. Mume, mke na wana wao wa kiume walikuwa kati ya watu 6 ambao waliaga dunia Jumamosi usiku wakati ambapo gari waliokuwa wakisafiria lilitumbukia ndani ya mto katika kaunti ya Murang'a. Na Sifuna haendi popote na ODM ni chama chetu sote, asema Osoti. Naibu kiongozi wa ODM Geoffrey Osoti amepuuzilia mbali madai kwamba kuna mpango wa kumvua katibu mkuu wa chama hicho Edwin Sifuna wadhifa wake kuendelea kupinga serikali jumuishi. Akiongea na Taifa Leo jana, bwana Osoti alisema ni mapema zaidi kwa hatua kama hiyo kuchukuliwa kwa sababu chama kingali kinaomboleza kifo cha aliyekuwa kiongozi wake Raila Odinga. Hata taarifa nyingine, kijana aliyemwagiwa asidi na polisi hatarini kukatwa miguu. Kijana mmoja mwanafunzi wa kidato cha pili yupo katika hatari ya kukatwa miguu baada ya kupigwa vibaya na polisi kwa tuhuma ya kuiba vipuri vya tingatinga. Felix Seneti Takona mwenye umri wa miaka 17 alikamatwa Oktoba 10, 2025 katika kituo cha kibiashara cha Narosura, kaunti ndogo ya Narok Kusini. Wiki mbili baadaye
Dogo huyo anapambana kusalia hai katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Narok baada ya kupigwa na polisi na kujeruhiwa akiwa kizuizini. Ni unaona kumbe alimwagiwa asidi bwana. Mtihani sana ndugu yangu. Mtihani mkubwa. Na tunazungumza afisa wa polisi alishashikwa mpaka sasa. Hata bado taarifa ni za huyo mtoto tu wao. Hatujajua kwa sababu hili linatokea sana kwamba afisa wa polisi yuko wapi wakati shughuli hii inaendelea. Mhusika ni nani? Katika ukurasa wa 5. Habari za Pwani ambapo wito wazazi wachunge watoto wao wakati huu wa likizo ndefu, ambapo viongozi jijini Mombasa mwasii wazazi na walezi kuhakikisha watoto wao wanalindwa na kushughulishwa ipasavyo msimu huu wa likizo ndefu ili kuepuka matatizo yanayokumba vijana wengi katika kipindi hiki. Wakizungumza na Taifa Leo, viongozi hao walisema kuwa wakati wa likizo ndefu watoto wengi huishia kujiingiza katika vitendo vya uhalifu, matumizi ya dawa za kulevya na kushiriki mapenzi, hatua inayochangia mimba za mapema pamoja na kuingizwa katika makundi ya kigaidi kupitia mitandao ya kijamii. Kwingineko, mihadarati yafungia vijana wengi kaunti ya Lamu kujiunga na jeshi, ambapo idadi kubwa ya vijana wa Lamu walikosa nafasi ya kujiunga na jeshi KDF mwaka huu kutokana na matumizi ya dawa za kulevya hasa bangi. Ripoti kutoka kwa idara ya jeshi zinaashiria kwamba licha ya makurutu waliojitokeza kupita katika kila hatua muhimu iliyopatikana, walifeli pale walipofanya ukaguzi wa kimatibabu, ikiwemo kupimwa mkojo na kisha kupatikana na chembe-chembe za mihadarati katika sampuli zao. Mtihani mkubwa sana, vijana wetu kule Mombasa wanaishia katika madawa za kulevya. Nilianza lini mtu mzima, kwa sababu zamani tulikuwa tunajua kwamba pwani iko na taratibu zake. Pwani ni pale ambapo kuna ustaarabu. Ilivyokuja kwamba ndio pwani hivi sasa inakuwa rated katika maeneo ambayo hivi sasa madawa za kulevya zinatumika kwa kiwango cha juu. Katika miaka ya mwanzoni ya 80, katika 85 hivi ndio mambo not 85 samani, katika miaka ya 90, mapema miaka ya 90, wakati kukiwa na kile chama cha IPK cha Khalid Balala. Wakati ule sasa ilikuwa hakuna, bado ilikuwa mambo haya hakuna. Sasa kulipokuwa kumechemka kule, kumeamka kweli kweli, mihemko imepamba moto, watoto wadogo wanaonyesha kwamba wapo tayari kudhibiti maeneo ya kwao. Ghafula 1992 zile za pwani si Kenya. IPK ile tu IPK, Islamic Party of Kenya, wakati wa vuguvugu la multipartyism. Ndio. Wakati wa Kenya wakipigania kuwa na vyama vingi. Sasa pwani ilikuwa na chama kinaitwa IPK, ilianzishwa na Khalid Balala. Sasa wakaonyesha, alafu mara nyingi kwa kuwa ilikuwa ni Islamic Party of Kenya, so ikaenda mara nyingi kikaegezwa mambo ya kidini. Sasa kikawa kinapigwa vita sana. Sasa ghafla kukaanza kuzuka masala haya ya unga hapo, kuanzia hapo sasa. Lakini katika ukurasa wa 6 wa Taifa Leo, tahariri, uadilifu wa juu uzingatiwe katika mitihani ya kitaifa, wakuu wa ODM wasiruhusu Ruto kulemaza chama chao. Ni tahariri ya gazeti la Taifa Leo hii, na katika ukurasa wa 7 ni barua, Oburu ni mkongwe sana, ODM impe uongozi mwingine. Mojawapo ya barua zilizowasilishwa hizi. Habari za kimataifa, mataifa 4 ya bara Afrika yafutwa kwenye orodha ya ulanguzi wa fedha, ambapo taasisi ya kimataifa kuhusu ulanguzi wa mihadarati imefuta Afrika Kusini, Nigeria, Mozambique na Burkina Faso kwenye orodha yake ya kijivu kuhusu mataifa yanayoangaziwa kwa makini zaidi. Shirika hilo la uangalizi kuhusu uhalifu wa kifedha kwa jina Financial Action Task Force lenye makao yake nchini Ufaransa ilisema limeondoa mataifa hayo 4 baada ya ziara zilizofanikishwa maeneo hayo zilizoonyeshwa maendeleo chanya katika kusuluhisha dosari kwa muda ulioafikiwa. Kenya tuko hapo, ukumbuke bado. Katika ukurasa huo anasema sitoinama Amerika kamwe, ama sitoinamia Amerika kamwe, Putin anasema kuhusu vikwazo, ambapo Vladimir Putin amesema Urusi haitowahi kuinamia Amerika kutokana na shinikizo, lakini amekariri kwamba vikwazo huenda vikasababisha uchungu wa uchumi, huku China na India zikiripotiwa kupunguza bidhaa za mafuta zinazonunua kule Urusi baada ya kulenga viwanda viwili vikuu vya Moscow. Kwingineko ni kwamba Trump aongoza mkataba wa amani kule Thailand, na Malkia Skirit wa Thailand afariki dunia akiwa na miaka 93.
Msikilizaji, mwisho wa udondozi wa magazeti kwenye kitengo cha leo magazetini kwa hisani kuu ya Pembe Flour Mills. Kila mkulima mfugaji aliye bora na hodari hutegemea matokeo bora, na matokeo bora hayaji pasina lishe iliyo bora. Lishe bora, msikilizaji, hakuna ila kwa Pembe Feeds. Pembe Feeds hawa ni the feeds experts, ambapo wanakupatia chakula bora kwa ajili ya mifugo yako.